mada ambayo leo imechaguliwa katika idhaa yetu. Mungu aibariki, awabariki na wenye kuendesha idhaa kama hii, kwa sababu manufaa yake ni mengi ambayo watu wanayapata. Ni kuwa je, usawa kueleza usawa wa ibada za Ramadhani na nje ya Ramadhani ambao sikuwa Ramadhani. Hapa kuna mafuhumu au kufahamu mara mbili. Usawa wa ibada, je, katika Ramadhani na isokuwa Ramadhani ibada zinakuwa sawa? Mtu pengine anaweza uliza namna hii. Na ufahamu mwingine, usawa namna tunavyofanya ibada ndani ya Ramadhani na inapotoka Ramadhani tufanya ibada, je, sawa sawa au sawia na zile ambazo tulikuwa tukifanya ndani ya Ramadhani? Kwa kweli ndani ya Ramadhani usawa wa ibada huwa tofauti. Unapofanya ibada ndani ya Ramadhani, kuongeza kwake kunakuwa maradufu, unaongezewa zaidi, zinakuwa zaidi, kama ambapo mashekhe mbalimbali wanavyoeleza kuanzia mwanzo wa Ramadhani mpaka hapa tulipofika. Na nje Ramadhani inakuwa pia tofauti. Na hii ndio sunna ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ameweka kufadhilisha vitu katika vingine, kufadhilisha watu katika wengine, kufadhilisha miezi katika mengine, wa hakadha. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd wa dhakirum bi ayamillah. Inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah. Utaona miezi ametaja Mwenyezi Mungu yake, siku zake namna hiyo. Kwa hiyo amefadhilisha, kuna masiku, kuna mawiki, kuna miezi, kuna watu, na vile vile ibada pia katika Ramadhani zimefadhilishwa kwa sababu ya Ramadhani, ili kupewa sisi nyongeza zaidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam safari moja alipopata kisa cha kuwa watu wa nyuma walikuwa na umri mrefu wa miaka mingi, kwa hivyo wakifanya ibada miaka mingi. Na watu wa zamani walikuwa kiishi. Safari moja katika Bani Israila ilionekana mama yualia maziarani. Yualia manake paka akaulizwa, mama, mbona umeonekana umelia sana? Walizwa na nini? Asema, nalia mtoto wangu maskini ameondoka, mdogo wa umri miaka 300. Mtoto wake mdogo amlilia, ameondoka na umri wa miaka 300. Huyo ni mdogo huyo aliliwa. Sisi ambao wetu tuwalilia miaka 10 na miaka 5, yeye alilia miaka 300. Kwa Mtume za salama akamlilia Mola, ya Rabbi, watu wangu, ummati wangu wataweza vipi kuwafikia amali watu wenye umri namna hii? Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutupa zawadi ya Ramadhani na kutupa zawadi ambayo ibada ndani zinazofanyika Ramadhani uzidi. Kisha akatupa kubwa zaidi la Lailatul Qadri, ambapo hapa ukiafikiwa mwaka huu Lailatul Qadri ni bora amali zako zaidi ya miezi 1000. Lailatul Qadri khairun min 1000 shahr. Siku ile utaafikiwa katika usiku mtukufu kama huu, utapata thawabu za miezi 1000. Na wengine akiafikiwa na mwaka mwingine wa pili yake na watatu yake, kwa miaka 83 na ziada ya miezi, takriban nusu ya mwaka tena wapata mwaka huu, na mwaka ujao uandikiwe 83 mengine, mwaka mwingine sawa. Ikiwa mpata Ramadhani miaka 20 na zote umeafikiwa Lailatul Qadri, basi tutashinda amali na umri wa wale ambao walotangulia katika kufanya. Hii ndio mazia au daraja aliopewa Mtume kwetu sisi katika Ramadhani. Upande wa pili ni masikitiko. Ramadhani kila mmoja hujitolea katika ibada. Watu wote wana mbio katika kufanya ibada. Na hapa tuwafahamu makosa. Kuna watu wanafahamu labda lazima tufanye katika Ramadhani peke yake. Kuna watu waabudu kwa msimu.
Kuna watu wa kuabudu Ijumaa peke yake, msimu wa Ijumaa. Kuna watu wanafanya ibada Idi peke yake ndio yaje msikitini kuswali. Kuna mwingine anasubiri Ramadhani peke yake. Ikitoka Ramadhani na yeye ametoka. Kama wengine husema Ramadhani huwa tuna maturisti wengi sana Ramadhani, kuja wakatembea katika misikiti. Na nasema dalili yao ukitaka kujua maturisti hao, wakati wa wale wala dhalin pale, imamu akisha wala dhalin pale kuitikia amin, amin yao wa karibu nusu saa, amin. Unajua hao wageni hawa wamefanya kuingia, unaona. Kwa hivyo ni masikitiko makubwa sana kuitakidi kwa kuwa Mola afaa kuabudiwa Ramadhani. Ni kama kusema Mungu ni Ramadhani tu, baada ya Ramadhani hafai kuabudiwa Mola subhanahu wa ta'ala. Sio. Ramadhani kama watoto wa Nabii Allah Yaqub. Nabii Allah Yaqub alikuwa na watoto 12. Watoto wake 12, lakini Nabii Allah Yusuf katika wao ndio alitoka karithi katika utume, na akawa ni mwema, na akawa ni katika watu ambao kwamba waliotaguliwa na Mola subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hawa watu ndugu zake 11 walipomkosea, ilipokuja Nabii Allah Yusuf kutambua kwa kuwa hawa wamenikosea, wamenitia kisimani, wamenifanyia nini, wakaja kisha kumuomba msamaha baada amekuwa ni mfalme katika Misri. Kumuomba kwake msamaha kuwa wao walimkosea, akamwambia la tathriba alaykum leo. Leo hakuna kisasi, hakuna kuombana msamaha wala nini. Yaghfirullahu lakum, Mungu atawasamehe. Akawafutia makosa yote bila ya kuwahisabu. Na ndio Ramadhani. Ramadhani zile ibada ambazo tuzifanya katika miezi mingine, pengine tupunguza, pengine tuchelewa katika kuswali, pengine ndio Mwenyezi Mungu ikija Ramadhani ili tupate kusamehewa. Kae kwa tarawih, kae kwa hivi, ndio Nabii Allah Yusuf yule akija tusamehewe, zote zifutwe. Lakini sio maana kwa kuwa tuabudu na Ramadhani, ina msimamo kwa kuwa yatuonesha Mungu yuko Ramadhani peke yake, hayuko katika miezi mingine, na ni makosa. Kwa takana istikama katika ibada. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, tutakana tumtambue Mola subhanahu wa ta'ala, kisha tusimame sawa sawa katika msimamo ule mzuri wa ibada, msimamo wa sawa sawa wa ibada. Istiqama rasul karama, istiqama ndio utukufu wote. Walau tukasimama sisi sawa sawa vizuri katika msimamo sawa sawa, basi mambo yetu yote yangekuwa mzuri. Wa allau istaqamu ala tariqati la askainahum ma'an ghadaqa. Mola subhanahu wa ta'ala tuambia, lau watu wakasimama sawa sawa ala tariqa, wakasimama vizuri katika namna atakao Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, basi la askainahum, tungewateremshia maji yenye kububujika kwa wingi sana kutoka mbinguni. Mvua leo hazinyeshi, maji hatuna. Leo watu walilia jua, hata Nairobi kumekuwa joto pia, ambapo kulikuwa ni baridi ukiingia na. Lakini kwa sababu gani? Madhambi yetu. Kwa sababu gani? Kuacha taa. Kwa sababu gani? Hatuna msimamo wa kumwabudu Mola subhanahu wa ta'ala. Watu waliopita walikuwa na msimamo, mtu akikosa swala moja tu alikuwa hata kukosa swala, kukosa takbiratul ihrami pamoja na imamu, ile Allahu akbar imamu, na yeye nyuma yake akikosa kidogo, masahaba walikuwa wakipeana mkono wa taazia. Leo umekosa, leo kama ambao mtu amefiliwa. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam hata kituonesha umuhimu wake watu kutangulia katika swala, watu kwenda mbele katika swala, watu kukaa katika msikiti katika swala. Asema lao mtajua yaliyoko katika saful awwal, lao mtakwenda hapo kwa kutambaa, mtakwenda japo kwa kutambaa, mtatambaa kama watoto wachanga
kwa sababu mwakimbilia mwenda katika asaful awwal, mwenda katika ibada. Kwa hiyo istiqama ndio inayotakikana na ndio anaoipenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume alionekana na nyele nyeupe, akamwambia mbona umeshikwa na nyele nyeupe haraka? Akamwambia shayabatni Hudu wa akhawatuha, suratu Hud ndio imenifanya niwe mzee. Kwa nini imemfanya mtume suratu Hud awe na nyele nyeupe? Asema wakati nilipoambiwa ndani ya suratu Hud, wastaqim kama umirt, simama na msimamo kama ulivyoamrishwa. Asema hii ndio imenitia nyele nyeupe. Kusimama katika msimamo ambao kwamba ni sawa kama ulivyoamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Taban Mwenyezi Mungu ametuamrisha tufanye ibada, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Si siku moja, si siku fulani, si wakati fulani, ni kila time uwe katika ibada. Ibada kuna faradhi ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametufaradhia, ambao hizi ni za kujikurubisha kwake Mwenyezi Mungu. Kuswali swala 5, kufunga, kwenda haji, kuna hizi wajikurubisha kwa Mwenyezi Mungu. Kisha kuna sunna ambazo ukizifanya nazo ukizitekeleza ni kupendwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tekana tusimame msimamo, tuwe tutafuta faradhi na tusimame msimamo kwa kuwa tutafuta ukaribu wa Mwenyezi Mungu, na huku tusimame msimamo ya kuwa tutafuta mahaba ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ikiwa umeyatafuta haya Ramadhani kisha ukaacha nje ya Ramadhani, itakuwa wajitia katika hasara ambayo kwamba ilikuwa kubwa. Kwa hiyo tuabuduni Ramadhani na isokuwa Ramadhani, Mola ni yule yule na yuatuona, yutusikia, yuatujibu. Kweli kabisa. Kwa sasa tutakuwa tukipata pumziko fupi ambapo tutakuwa tukipata adhani ya alasiri. Kisha baada ya hapo tutakuwa tukirejea kwenye awamu ya pili ya kipindi hiki cha Tende ya Ramadhan. Kwa utamu wa mada ya leo tumeweza kuelezewa na Sheikh wetu kwenye awamu ya kwanza kuhusiana na zile ibada ambazo zinafungana na Ramadhan na umuhimu wa ibada hizi kuzifanya wakati wa Ramadhan na pia wakati ambao sio wa Ramadhan. Usikwende mbali msikilizaji mpendwa, tukirudi kwenye awamu ya pili utakuwa ukipata fursa ya kuuliza swali lolote, na pia unaweza kupiga simu moja kwa moja kupitia 0727444454 au 0738648881. dama min dhambi, akisimama kisimamo cha Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, haya pia yanaweza yakatiwa dosari na